ni habari ya Mari ya UBTV. Hujambo na karibu, mimi ni Safia Muhammad Rashid. Tulionayo katika habari ya Mari siku hii ya leo, utapata kusikia kuhusu uwajibikaji wa viongozi unaendelea kutambuliwa na kupewa umuhimu nchini, elimu ya sheria inavyosaidia kuwajenga vijana kimaadili, na umuhimu wa matumizi ya mifumo ya kidigitali katika utoaji huduma. Habari hizi utazipata kupitia mitandao yetu ya kijamii: YouTube andika Utawala Bora, Instagram, TikTok na Twitter andika Online UBTV. Moja kwa moja tukianza na habari yetu ya kwanza, uwajibikaji wa viongozi unaendelea kutambuliwa na kupewa umuhimu kutokana na kuleta matokeo chanya nchini. Nusra Khamis anatuhabarisha zaidi. Waswahili wanasema jitihada wajada. Hii ni heshima kubwa kwa uongozi wa ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora na nchi kwa ujumla kuwa na viongozi wenye bidii katika uwajibikaji na kupelekea mafanikio makubwa katika sekta ya utumishi wa umma na nyinginezo. Kufuatia hatua hii, ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora imefanya hafla maalum ya kumpongeza waziri wake Dr. Mwalimu Harun Ali Suleiman kwa kutunukiwa shahada ya heshima ya uzamivu katika fani ya elimu na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kutokana na mchango wake mkubwa katika sekta mbalimbali hapa nchini. Viongozi wa ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora wamesema hafla hiyo imeandaliwa ukiwa ni sehemu ya kutambua juhudi, mchango na mafanikio ya Mheshimiwa Dr. Mwalimu Harun Ali Suleiman katika utendaji wake wa kazi juu ya kuboresha mifumo ya utawala bora, elimu, usimamizi wa sheria, sera na miongozo mbalimbali. Kwa niaba ya viongozi wenzangu na watumishi watendaji wote wa wizara, tunakushukuru Mheshimiwa. Wewe hukuwa kiongozi tu, bali ulikuwa ni mlezi kwetu. Umetuongoza katika mambo mengi sana Mheshimiwa, na tunashukuru kwamba tumepata fursa ya kufanya kazi na wewe. Kwa kweli tumejifunza vitu vingi, umetupa miongozo, umekuwa na subra. Inatufunza mambo mengi kwetu, kwa sababu kama tunavyofahamu Mheshimiwa katika huu utumishi ni mzoefu sana kwenye kazi hasa za kiutumishi. Ametumikia sana taifa hili, uzalendo wake ameanza tangu Wizara ya Elimu kwa miaka kadhaa na sasa hivi yuko hapa katika utumishi wa umma. Kwa hiyo amefanya mengi kwa kweli kwenye nchi yetu hii na amekuwa mzalendo na mstahamilivu katika kujenga maendeleo ya nchi hii. Kwa hiyo sisi kama watumishi ambao tunachipukia tunajifunza mengi kwa mwalimu wetu huyu ama Daktari Mwalimu Harun Ali Suleiman. Heshima aliyoipata Mwalimu Harun ni matokeo ya kujituma kwa bidii, uadilifu na uaminifu pamoja na ushirikiano mzuri kati yake, viongozi na watumishi mbalimbali. Na kwanza nikushukuruni kwa kutambua heshima aliyopewa na taifa na chuo kikuu cha Taifa Suza. Lakini binafsi I feel proud kwamba nimetekeleza majukumu yangu katika Wizara ya Elimu. Nimeanzisha mambo mengi sana. Hiyo elimu na mafunzo ya amali, kama waziri wema mwanzo ni mimi. Wizara ya Elimu na mafunzo ya amali, vituo vya mafunzo ya amali vya Mkokotoni na kule vitongoji tulianzisha kujengesha sisi. Maktaba ilikuwa imelala miaka yote. Skuli ya Raha leo ni mbadala, tumejengesha wakati wetu. Katika hatua nyingine, kufuatia hafla hii, wastaafu na wafanyakazi bora wa ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora kwa mwaka 2025 wametunukiwa vyeti vya pongezi kwa kutekeleza majukumu yao kwa uweledi na nidhamu ya hali ya juu na kupelekea kuchangia kwa kiasi kikubwa kufanikisha mipango na shughuli za wizara kwa ufanisi. Nawaomba tu wafanyakazi wenzangu tuendelee kushirikiana katika kutekeleza majukumu yetu kwa lengo la kufikia dira na dhamira ya taasisi. Wakiwa kazini natakiwa kwamba wao wafanye jitihada kama nilipokuwa nafanya mimi mpaka nimefika kustaafu kazini, kufika mapema, kuheshimu wakubwa, hata akiwa mdogo lakini inastahili apate heshima yake. Kitu cha mwanzo ni nidhamu kazini. Unawezekana ukawa unaelewa kila kitu, lakini ukikosa nidhamu usiweze kufika mbali katika maisha. Nidhamu ni kitu kimoja kubwa sana. Ingawa kwamba nidhamu ni neno moja kubwa sana. Lakini pili, kitu kingine ni kwamba utiifu. Kuweza kumtii kila mmoja katika maisha.
lakini pia kuacha dharau. Usimdharau mtu kwenye maisha. Ina maana kama nilianza katika ngazi zile za uongozi 3 zile, unaanza kuwaheshimu wakubwa na unawaheshimu na wadogo, kwa sababu kila mmoja ana mchango wako katika maisha kukufanya wewe uwe bora, na kila mmoja ana mchango wake katika maisha kukufanya wewe kuharibikiwa kwenye maisha yako. Ni wazi kuwa siku hii imeacha alama kubwa ya matumaini, mshikamano na msukumo mpya wa kufanya kazi kwa bidii na maarifa. Nusra Khamis, UBTV. Asante sana Nusra Khamis kwa taarifa hiyo. Haja ya kuwafundisha na kuwapika kimaadili vijana ni hatua muhimu itakayosaidia kutambua haki na wajibu wao pamoja na kuwaepusha na vitendo vya uvunjifu wa sheria. Ungana nami katika taarifa hii. Kwa muktadha huo, ili kujenga jamii iliyo bora, ofisi ya mwanasheria mkuu Zanzibar imebisha hodi kwa wanafunzi wa skuli za sekondari ili kuwajengea maarifa ya kujitambua yatakayowasaidia kufahamu njia sahihi za kujiepusha na vitendo vyote vinavyopelekea uvunjifu wa sheria, ikiwa ni pamoja na matumizi ya dawa za kulevya na vitendo vya udhalilishaji. Mkuu wa divisheni ya mipango ofisi ya mwanasheria mkuu Zanzibar, ndugu Shufaa Abdallah Khamis, anaelezea hatua hiyo wakati wa kuwapatia elimu wanafunzi wa skuli ya sekondari Mpendae. Elimu ya sheria ya madawa kulevya na sheria nyingine mbalimbali ambazo zimeweza kuwasilishwa kwa wanafunzi, ikiwa kwamba tunajua wanafunzi bado hawana uelewa mzuri wa masuala ya sheria. Kwa hiyo ni jukumu la ofisi yetu kuhakikisha kwamba inasambaza elimu hii kwa jamii ikiwemo wanafunzi, ili waweze kuchanganua mambo mbalimbali, waweze kujikinga na madhara mbalimbali ikiwemo udhalilishaji, hayo madawa kulevya na mambo mengineyo. Ni wazi kwamba wanafunzi wanapopatiwa elimu ya kisheria mapema huwasaidia kujenga misingi bora ya kimaadili na kuepuka mwelekeo wa maisha ambao utawaweka kwenye mgongano na sheria. Mwanasaikolojia mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Zanzibar, ndugu Fatma Ahmad Mohamed, na wakili wa serikali afisi ya mwanasheria mkuu Zanzibar, ndugu Mbaruk Mselem Shadhil, wanaelezea suala hilo. Utumiaji wa dawa za kulevya wamekuwa kuwatumia hawa wanafunzi. Kwa hiyo tumeamua kuwapa elimu hii, lengo na madhumuni waweze kujilinda, wasije wakajiingiza, wasije wakatumiwa na hawa watu katika masuala zima ya dawa za kulevya. Alafu tunaweza kuona kwamba wanafunzi wanapokuwa na msongo wa mawazo, wanakuwa wanashindwa kuwafuata wale watu sahihi kama wanasaikolojia au vipi, wanakuwa wanashawishika kuingia katika hili janga. Kwa hiyo tumewapa elimu hii ili waweze kujikinga na wajue mtu anapopata tatizo wapi akimbilie na sio kwenda kujiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya. Tukizungumzia makosa ya maadili kwamba ni yale makosa ambayo yanakwenda kinyume na maadili ya Mtanzania au ya Mzanzibari kiujumla. Kwa hiyo miongoni mwa makosa hayo ilikuwa tunawapa elimu wanafunzi ni makosa ya kubaka, na makosa ya kulawiti, na makosa ya kunajisi, makosa ya kutoa mimba na mambo mengine ambayo yanahusiana na hayo. Elimu hii ya kisheria kwa wanafunzi itawafumbua macho na kuwakomboa dhidi ya vitendo viovu pamoja na athari zake. Hii itasaidia kujenga mustakabali mwema wa maisha yao. Za mengi japo ni mafupi, mfano masuala lazima ya madawa kwa sisi wanafunzi, jamii na kila kitu. Sisi kwa kile ambacho tumejifunza tutaitumia elimu yetu, mfano katika skuli yetu kuform zile clubs. Katika club zetu za mazingira tutatengeneza na club nyingine ili kuweza kuwaelimisha watu ama kuwafahamisha katika masuala mazima ya madawa. Tutatengeneza club yetu ili tuweze kupita kila darasa kwa darasa ambao wamekosa, ili tuwe kama mabalozi kwa wale wenzetu wafike. Na tutatumia fursa hii pia mitaani, tutaenda huko kuwapa wenzetu, ndugu zetu pamoja na marafiki zetu elimu hii ambayo tumeipata ili na wao jamii ifike. Elimu hii kwa sisi tumeipokea na tutaieneza katika skuli yetu, lakini pia vile vile hatutoifumbia macho. Tutajaribu kuandaa ziara mbalimbali kuwafikishia skuli nyingine, ili sasa kuhakikisha kwamba hili jambo tunalisapoti na tunaonesha kama hapa limefika na tulipokea kwa mikono miwili. Athari za dawa za kulevya ni mada iliyowasilishwa kwa wanafunzi hao, iliyohusisha athari zake kiafya, kisaikolojia na kijamii. Mada nyingine ni juu ya namna ya kujikinga na vitendo vya udhalilishaji wa kijinsia na kisaikolojia na umuhimu wa kufuata sheria na taratibu ili kuepuka migogoro ya kisheria.
Mpango wa kuwapa elimu wanafunzi hao ni sehemu ya mkakati wa serikali kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali katika mapambano dhidi ya madawa ya kulevya na vitendo vya udhalilishaji. Safia Muhammad Rashid, UPTV. Katika ulimwengu wa kisasa unaongozwa na maendeleo ya kiteknolojia na mahitaji ya uwajibikaji na utawala bora, mifumo imekuwa ni nguzo muhimu katika kuleta ufanisi wa utendaji serikalini. Rukia Hamdan anakuja na ufafanuzi zaidi. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya serikali mtandao Zanzibar IGAZ, ndugu Said Saif Said, amefanya ziara rasmi jijini Arusha na kukagua timu ya wataalamu wa IGAZ na Wizara ya Fedha ya Tanzania Bara kwa lengo la uboreshaji na uhuishaji wa mfumo wa makusanyo ya malipo ya serikali kwa taasisi zinazotoa huduma kwa wananchi ujulikanao kama Zanmalipo. Serikali kupitia mamlaka ya serikali mtandao ambao ni msimamizi wa mfumo wa Zanmalipo, tumekuwa tunafanya tathmini mbalimbali na tunachukua changamoto zote ambazo mwananchi wa kawaida anakuwa anazipata anapotaka huduma serikalini. Timu iko hapa Arusha katika kuhakikisha kwamba inazitatua changamoto zote na mfumo unakuwa imara zaidi ili huduma ziweze kuleta ufanisi na katika upande wa malipo iweze kuwa ni rahisi zaidi. Katika ziara yake, mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo alipata fursa ya kujionea hatua zilizofikiwa katika kazi ya kuunganisha mfumo huo na moduli mpya ya Ankara jumuishi ambayo inalenga kuongeza ufanisi na urahisi katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Matarajio yetu ni kwamba taasisi za serikali zitakuwa mstari wa mbele katika kutoa ushirikiano. Utumiaji wa mfumo wa Zanmalipo uwe ni mstari wa mbele, na hii itaongeza tija. Revenues, mapato ya serikali ya kila taasisi yataongezeka, na vile vile urahisi wa utoaji wa huduma kwa wananchi utakuwa ni rahisi zaidi. Naye afisa kutoka Wizara ya Fedha Tanzania Bara, ndugu Bernard Mabagala, amesema kupitia maboresho hayo mfumo wa Zanmalipo utaweza kufanya malipo ya kutoa namba ya kumbukumbu ya malipo Ankara jumuishi kwa maana ya control number moja tu, ambayo itamwezesha mwananchi kulipia huduma za malipo kwenye taasisi zaidi ya moja za serikali. Lakini pia mfumo huu wa Zanmalipo unaenda kuboreshwa kwa kuunganishwa na mfumo wa TIPS wa Benki Kuu ya Tanzania. Na mfumo huu moja utawezesha malipo katika benki zetu zilizoko nchini, kufanya malipo kutoka kwenye benki moja kwenda benki nyingine. Lakini pia tunajua faida za mfumo wa TIPS kwamba zimeshusha gharama kutoka kwenye mfumo wa awali ambapo gharama zilikuwa kubwa na zilikuwa zinamuumiza mlaji. Kwa hiyo hivyo katika kuunganisha na mfumo wa TIPS tunaenda kuleta unafuu kwa mwananchi kuweza kufanya malipo ya pamoja. Maboresho hayo ni sehemu ya juhudi za serikali kupitia IGAZ kuhakikisha kuwa mifumo ya malipo ya serikali inakuwa ya kisasa, rafiki kwa watumiaji na inaendana na dira ya Zanzibar ya kidigitali. Ziara hiyo pia iliambatana na mazungumzo ya kiufundi, kitathmini na maendeleo ya kazi pamoja na kupanga hatua zinazofuata kabla ya uzinduzi rasmi wa moduli hiyo mpya. Asante sana Rukia Hamdani kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, habari hiyo imekamilisha habari ya Mari kwa siku hii ya leo, na hapa ni kukumbushe tu yale tuliyokuletea. Uwajibikaji wa viongozi unaendelea kutambuliwa na kupewa umuhimu nchini. Elimu ya sheria inavyosaidia kuwajenga vijana kimaadili, na umuhimu wa matumizi ya mifumo ya kidigitali katika utoaji huduma. Habari hizi utazipata kupitia mitandao yetu ya kijamii: YouTube andika Utawala Bora, Instagram, TikTok na Twitter andika Online UBTV. Mimi ni Safia Muhammad Rashid. Kwaheri.